watabadilika, watasema ndio maana sisi tuliachana. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu kwa sababu kuna upinzani wa baina ya wachezaji kwa wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini mwisho wa siku wale wametoka walikuwa wameshuka wamepanda. Kwa hiyo mwisho wa siku watahitaji wakusanye pointi za mapema ili wasiweze kupitia walichokipitia nyuma. Na sisi mwaka jana ilikuwa msimu mgumu, pia hatutamani kwenda kwenye ile pressure hadi mwisho. Kwa hiyo tunatamani tupate pointi za mapema ili tuweze kuwa kwenye nafasi nzuri mapema. Okay, ujio wa kocha Maximo kwenye kikosi chenu ni kocha kwanza ambaye analijua soka la Tanzania na ni kocha ambaye profile yake ni kubwa. Una ujio wake tunaweza kusema kwamba msimu tunaweza tukaona nchi ya hadi kwenye nafasi 4 bora za ligi kuu au kuchukua ubingwa kabisa. Nyakati zinabadilika. Nadhani miaka aliyokuwepo yeye tunazungumzia karibuni miaka 10 nyuma. Ligi ya miaka nyuma sio ya sasa. Ligi ya miaka nyuma kwa vyovyote ilikuwa timu yani zinajulikana, lakini kwa miaka nyuma kama mfuatiliaji hakuna mtu alitajia kama Mtibwa anaweza akashuka daraja, Kagera Sugar, kwa sababu zilikuwa ni timu moja ya timu ambazo zinachukua top 5. Lakini kwa sasa mpira umebadilika kwamba hauna mwenyewe, anayepanda anayeshuka, wote unakuta akishuka akipanda anajua kama nilifeli wapi. Kwa hiyo mimi mwalimu alikuja mwalimu mzuri ambaye anainspire sana vijana, kitu ambacho mimi binafsi napenda. Kwa sababu sisi tumetoka huko kimona mtu anaimprove kutoa au kutoka juu. Kwamba kwanza anakuwa kama mzazi. Kwa maana anahitaji kumuona mtoto akifanikiwa, hilo ni jambo zuri. Lakini kwenye ligi nadhani kwao ni surprise na wanaweza kaa bado hajaona kama ni surprise kwa sababu bado hajakaa muda mrefu. Nadhani ligi inapokuwa raundi ya pili huaga ina matukio ya ajabu mengi. Lakini mimi mwisho siku wako vizuri. Sasa hivi Tanzania kwenye michuano ya kimataifa tunapeleka timu 4. Maana kwamba klabu bingwa timu 2 na shirikisho timu 2. KMC tuwategemee kwamba kwa mapambano msimu ujao tuweze kuiona pia mkiwawakilisha wana Kinondoni kwenye michuano ya shirikisho au klabu bingwa. Mimi binafsi nisi klabu bingwa sidhani. Nafasi ya kwanza tunaojipa sisi ni kuwepo kwenye ligi. Hiyo nafasi ya kwanza, ya pili shirikisho, ila ubingwa haitowezekana. Itawezekana. Okay, nikuulize ndio hivyo kwa sababu nyepesi. Ndio. Bingwa apoteze michezo mingi. Ndio. Sisi tushapoteza michezo mingi. Je, tuna uwezo kweli ikani michezo ya mwisho kupoteza? Sio kweli. Kwa hiyo tusipo na nafasi ya ubingwa. Lakini kama nilivyosema ligi bado ni ngumu na michezo bado ni mingi. Kupoteza michezo miwili ya kwanza tuweze kusema kwamba tumewatoa kwenye mbio za ubingwa kwa sababu ligi bado ina mzunguko kwanza na mzunguko wa pili. Ndio tunaweza tukasema mkatumia advantage ya viwanja vya nyumbani mkashinda mechi nyingi, wakaja na wengine wakaanguka. Kwa nini unaweza kujitoa mapema kwamba tunaweza tusichukue ubingwa? Kwa sababu mpira ni mchezo ambao ni open. Mpira ni uwekezaji. Tunaangalia uwekezaji wa vilabu ambao vina kinyang'anyiro cha ubingwa. Kuangalia facility, mwenendo wa timu. Kwanza kuna vitu vingi ili uweze kupata ubingwa. Kiangalia timu labda zinazotaka ubingwa, Simba, Yanga, Azam, misimu Singida. Lakini naweza nikasema na Mweka kwa sababu ni moja ya timu ambazo ni changa ila zimeimprove kuonyesha kwamba ni kubwa. Angalia usajili, uwekezaji huisababisha timu kuwa juu. Huwezi kufanisha uwekezaji wa KMC na Azam wala wa Simba wala Yanga. Ile ni moja tu kwamba inaonyesha sisi tunataka nini na wao wanataka nini. Sidhani kama Simba na Yanga anafikiria kucheza playoff. Hakuna hiyo imani. Lakini KMC lazima kichwani iwepo kwa sababu tayari mmeshapata danger hiyo. Kwa lazima muweke malengo kwamba sisi tutaki kufika huko. Sasa uwezo kwa kwenye mpira kwa na malengo si matatu, haiwezekani. Unatakiwa na lengo moja kwamba mimi najiandaa kwa ajili ya ubingwa. Mimi najiandaa kwenye top 5. Mimi najiandaa nisishuki. Kwa hiyo utachagua. Kwa mimi binafsi nitasema najiandaa top 5. Sawa. Tukao tunamalizia swali moja la kizusha unasema ni challenge. Kwa msimu huu wa ligi kuu ungenitajia top 4 yako kwamba unaona huyu atakuwa bingwa, wa pili, wa tatu na wa nne. Kwa wewe unavyoona kwa maono yako. Kwa maono wangu. Ndio.
Yanga bingwa. Wa pili ningerudi kwako. Kwa nini kwenye timu ya mitaa Kariakoo mmoja umemweka nafasi ya 3, kuna mwingine umemweka nafasi, kitu gani ambacho umekitazama hapa? Azam, labda nianze Singida. Ndio. Ni moja ya timu kubwa. Ndio. Nzuri. Ndio. Lakini haina pressure ya kupush kile wanachokitaka. Yaani unajua wanapokuwa mashabiki wamezunguka wanapush wanachokitaka. Na nyewe mnaweza kama mnataka, lakini wao wakawa wanaonyesha tunataka nini. Moja kwa moja kwa yaani hata siongee kwa ishara. Ndio maana kaweka nafasi ikifuata Simba. Sio timu mbaya. Ndio binafsi siamini watu. Ndio. Lakini imekuwa kila siku inaingizwa jipya. Kila siku wanaanza upya. Sasa kila anapoingia mwalimu mpya anaanza kutengeneza kitu kipya. Wanafikiri mimi angekuepo kocha yule alipita, mimi ningesema wakao unaweza nikawapa ubingwa. Lakini wamerudi tena tu bila nyuma, kwa sababu wanaanza tena kutengeneza kwamba fulani ningejaribu, kwa sababu ndo kocha ni mpya, hawezi kusema eti mimi nichukue line up ya mtu ya alipita kanani, haiwezekani. Nikija kwa Azam, kwa nini nimeweka wa pili? Na nimeweka wa pili ni kwamba confidence ya Yanga ni kubwa sana, kwamba wao wanaamini. Unajua ukiingia uwanjani una mentality ya kuamini, unajituma zaidi. Azam wanautaka, lakini wana ule uthubutu. Sio, unanielewa? Ule uthubutu kwamba sasa sisi mwaka huu tunataka ubingwa. Wanataka kitu chochote. Kwa hiyo ule uthubutu ndio kitu ambacho sasa Yanga moja kwa moja na ile confidence. Siwezi kusema kwamba atakuwa bingwa. Hiyo ni mipango ambayo, lakini kiniambia ile mimi ninachokiona kwenye ligi anaweza akawa bingwa. Kwa sababu hata timu yao haina mabadiliko makubwa. Yaani anaweza akawa kocha sio mzuri, ila kutokana na wachezaji wanajuana ikawa ni rahisi kwao kupata matokeo. Sawa, nashukuru. Wewe mwambie neno mashabiki wa Kinondoni kuelekea mchezo unaokuja. Neno moja mashabiki ambao watajitokeza siku ya Jumamosi. Kinoboi hawajawahi kuikatia tamati timu yao, kwa sababu wanaamini ni timu ya mjini na wao ni watoto wa mjini, na tumewaletea jezi zao za mtoko kwa Kinoboi. Kwa hiyo fursa yao kuwepo uwanjani ili waenjoy. Asante, nashukuru sana, naongeleni kwa jezi nzuri sana. Asante.